katika Yeremia. Bwana asifiwe. Katika Yeremia 8. Haleluya. Katika Yeremia 8. Bwana asifiwe. Wacheni tukaingia katika neno Yeremia 8. Na natarajia ya kwamba tutaelewa na tutashika vile Bwana ananena nasi asubuhi ya leo. Yeremia 8, let us start from verse 4. Jeremiah 9 from verse 4, so that we can hear what the word of God is telling us. Bwana asifiwe. Jeremiah 9 verse 4. Let us hear what the word of God is telling us from there. He's speaking to me. He's speaking to you. Bwana asifiwe. Anaongea na wewe na anaongea nami. So let us listen, because sometimes Mungu akija kunena huwa ni uchungu, huwa ni ngumu, huwa ni vingine mtu ushindwa vile ataongea na wateule wake. Lakini kwa sababu anataka kunena nasi, because anatupenda. Let us listen to what he's telling us today. Can you read for me Jeremiah 9 from verse 4 if you're there, and I know the Lord will bless us this day. Ona ninge atiri wene kwira ukamera o Jehova ekuga atiri akahe mundu ungegwa thi na ndacoke gukira kana hitie njira na ndacoke kumiona riu ri niki gigitumite andu aya mature mahutateire tene na tene matuire o marumitie maheni makaraga kuhugukira Read 4 and 5 in Swahili then. Meanwhile. Tena utawaambia Bwana asema hivi. Je, watu wataanguka wasisimame tena? Je, mtu atageuka aende zake asirudi tena? Anasifiwe. Haleluya. Nenda. Nasoma mpaka mbona watu hawa wa Yerusalemu wameanguka waende nyuma wasikome kugeuka hivyo? Ushika udanganyifu sana, ukataa kurudi. Bwana asifiwe. Ati mbona basi watu hawa, praise the name of the Lord. Amen. Mbona basi watu hawa, haleluya. Amen. Mbona basi watu hawa, the word of the Lord is saying, mbona basi watu hawa wa Yerusalemu wamegeuka waende nyuma wasikome kugeuka hivyo? The Lord is asking. Lakini anasema nini? Tena utawaambia Bwana asema hivi. Haleluya. Utawaambia Bwana asema hivi. Haleluya. Bwana asema hivi. Sio mwanadamu yuwasema, ni Bwana yuanena nasi siku ya leo. Praise the name of the Lord. Ni Bwana yuanena na mioyo yetu. Ni Bwana yuanena na mimi. Ni Bwana yuanena na wewe. Haleluya. Anasema nini? Je, watu wataanguka wasisimame tena? No. Je, wataanguka na wasisimame tena? Je, mtu atageuka aende zake asirudi tena? Bwana auliza, sababu asema utawaambia hawa watu Bwana yuasema hivi. Kuanguka utaanguka, usisimame tena. Ni Bwana yuauliza. Shwari, mtu akianguka anguke pale nje ama saa hii anguke. Utaketi tu hapo umeanguka. Praise the name of the Lord. Utaketi tu useme nimeanguka sasa siinuki tena. Saa ile umetoka asubuhi umeenda kule umeenda. Wewe umeenda na unaenda kabisa ama wewe urudi. Bwana asifiwe. Na ndio anauliza hapa, je, watu wataanguka wasisimame tena? Bwana asifiwe. The Lord is looking for a people to stand up again.
Bwana asifiwe. Mungu anatafuta watu wake wainuke na wasimame tena na waanze kutembea naye. Haleluya. Na most of the time sisi wazio bado ninatembea na Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe mwenyewe huelewi na huoni ya kwamba ushatoka katika njia za Bwana na ushaanguka. Wazio bado umesimama. Bwana asifiwe. Unajieleza na unajiambia bado nimesimama. Kwa ujasiri, kwa kujipiga kifua na kuona ya kwamba wewe wajua na umefika. Bwana asifiwe. Na Bwana akitazama anaona kuanguka. Bwana akitazama anaona kuto kutembea na njia zake. Na anauliza, hawatasimama tena? Bwana asifiwe. Kuanguka ni kwa aina mingi. Na sisi wenyewe uangalia mwingine na unaanza kuona mwingine na makosa yake. Na wewe mwenyewe ujiangalie, ujitazame. Na tukumbuke hii njia sio kuhusu mimi na wewe. Ni wewe na Mungu wako. Praise the name of the Lord. Hii njia sio vile mimi nakaa. Kwa sababu mimi nitajibu pangu na wewe utajibu pako. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Mtanipenda siku ya leo. Na anasema mtu atageuka aende zake, asirudi tena. Haleluya. Utageuka urudi nyuma, tena usirudi tena. Unless tutakuwa kama ule mke ambaye alipinduka akakuwa chumvi. Sio? Bwana asifiwe. Lakini hatujakuwa chumvi. Bwana hajasema tutakuwa chumvi. Hajatuambia sisi ni chumvi. He expects us to walk, to go, turn around and come back to him running. Bwana asifiwe. Haleluya. Anauliza, mbona basi? Sababu tumesema na kuanguka sianguki na nikae pale. Kuenenda sitaenda na niende kabisa. Nitarudi. Ndeti watu weteki. Na tuonga asa. Na ukinyamoto waso. Na ukinyamoto waso okay. Kwa watu weteka nene kure wokera nene kure woshoka. Haleluya. Anarudi anauliza hivi. Ati mbona basi? Umesoma namba 5? Yes. Mbona basi watu hawa wa Yerusalemu wamegeuka waende nyuma? Wasikome kugeuka hivyo. Mbona basi? Mbona nyinyi watu? Mbona sisi? Bwana anauliza. Twageuka, wamegeuka waende nyuma. Wasikome kugeuka hivyo. Tumeenda nyuma, tumerudi nyuma. Na kurudi ni ngumu. Tunaona hata ugumu wa kurudi. Bwana asifiwe. Na unajua kile kinafanya watu wengi tusifanye hivyo. Na tusiweze kusimama tena. Na tusiweze kurudi. Praise the name of the Lord. Ni kiburi. Kiburi ndio shida. Madhani ya mosho. Mweteo. Kiburi ndio shida. Haleluya. Na anauliza, mbona basi watu hawa wa Yerusalemu wamegeuka waende nyuma, wasikome kugeuka hivyo? Hushika udanganyifu sana, hukataa kurudi. Wanaingiana na udanganyifu. Kwa Kikuyu imesema nini? Namba 5. Matuire marumeti Leure niki gigitumite andu aya mature mahutatire tene na tene. Matuire o marumetie maheni makaraga kuhugukira. Bwana asifiwe. Matuire marumetie ki? Maheni. Na ndio maheni makoni mena shama gukira maundu maria mangi mothe. Mushaelewa hivyo? As long as there is deceit, that is what is most attractive. And that is what inakuanga ni tamu zaidi. Wasikome kugeuka hivyo. Hushika udanganyifu sana, hukataa kurudi. Inakuwa ndio kitamu, chakula kitamu, sweet, it's a nice cake. Yummy, tamu. High five. Bwana asifiwe. Nami nichukue pia udanganyifu kwenye niende nao ule mwingine. And that is the way the Lord has been seeing us. Bwana asifiwe. It's been a long time. Now, this word has been bothering me. I've been trying to avoid, but the Lord keeps on repeating to me, this is what you have to tell my people. Bwana asifiwe. Unajua kuna mengine inakuanga nzito kuongea. But hallelujah. Let us know this thing. Tuacheni kukubali kuamua baraka. Na huu
na nikio kaita taroka na nitoto taramuona toto moyaga lip service na kaitoki kemuhenia. Bwana asifiwe. Haleluya. Nino ukeohenie na tucheke na huko ndani tunafanya kama vile bishop kufanya. Haleluya. Bwana asifiwe. It can be so. Lakini Bwana anaona roho yako. So hata wakati ambapo umepiga magoti ukimsihi, wakati unapiga magoti ukimuomba, he knows the deep down secret of your heart. Bwana asifiwe. Anajua. Kama unamwambia baba ninasaidia nifanyie hivi, baba nihurumie nitendee hivi, but right inside akili yako iko kwingine, he knows. So Mungu hata ushinde ukimwambia na mdomo, as long as it's not coming from your heart, ni kazi ya bure. Bwana asifiwe. Haleluya. Anasema ushika udanganyifu sana, hukataa kurudi. Na nisikia what? Namba 6. Ndamathikiririe kigwa uria moigaga no riri matiaragia maundu merekereire. Gutire mundu ona umwe wiririte ni undu wa waganu wake. Akoiga atiri kaida gikate andu acio othe o mundu egirire na njira yake o ta uria barathi iguthukaga igatonya itaini. Bwana asifiwe. Uria barathi iguthukaga ni undu wa barathiiguthukita TV ni ogukana uria amathi amashindano mababo mutene. Bwana asifiwe. Shaona vile wenda ikitoka ukwenda mbio. Soma kwa Kiswahili. Nalisikiliza nikasikia, lakini walisema yasiyo sawa. Hapana mtu aliyetubia maovu yake akisema nimefanya nini? Kila mtu hurudia mwendo wake mwenyewe kama farasi aendavyo kasi vitani. I hearkened and heard, but they spoke no right. No man repented him of his wickedness. Bwana anasikiza. Akasikiza. Hata kuanguka, hata kuenenda. Bwana anasema akasikiza. Kwa hiyo Mungu huwa anangoja. Si eti ya kwamba huwa amekupiga na kwa sababu ulitenda amekupiga na amekuondokea. Lakini Baba huwa anangojea ili ukarudi. Iwe ile. Utaoke uliamwekete kana ulioreka tuwega. Bwana asifiwe. Haleluya. Anasema hivi ya kwamba I hearkened and heard not, but they spoke not all right. No man repented him of his wickedness, saying, what have I done? Guy, hana deka atia. Ita kutire hiyo mundu aita yoka ukanya. Uko na agao ni dahitia. Ndio mundu deka huko. Ugekora haya. Haya deka atia. How damu yati usio damu ikatia. Bwana asifiwe. Na kwa haraka mtu ujaribu kutengeneza ili ametenda ambaye hakika ameona ni mbaya. Baba anasema akasikiza na nisikiliza nikasikia, lakini walisema yasiyo sawa. Hapana mtu aliyetubu maovu yake akisema nimefanya nini. Hamna. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Paul katika neno akasema ya kwamba yeye huwa anaokoka kila siku. Praise the name of the Lord. Paul aliyekuwa Saul, once aliyemjua huyu Mungu na akajua makosa yake, alipinduka na akaanza kutembea na Mungu na njia ya ajabu. Mwishowe akaanza kukiri sio mimi naishi mbali ni Yesu anaishi ndani yangu. Paul alishika ya kwamba kuna mahali anasema mimi yeye uokoka kila usubuhi. Bwana asifiwe. In other words, kila mara Paul alikuwa careful asiwe ameanguka ama ameongoka mahali. Kwa hivyo kwa kuwa ndio aweze kutembea na Mungu 100%, anasema yeye aliokoka kila asubuhi. In other words, alienenda kwa Mungu asubuhi na mapema na kumwambia Baba siku ya leo niokoe upya tutembee na wewe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama kulikuwa na dhambi nilitenda jana, Mungu Baba siku ya leo wacha usahau hao. Leo mimi ni mwokovu mpya, katoto karoho
vile unataka. Haleluya. Bwana asifiwe. Because nini? Alielewa kuongoka na kuondoka ni haraka sana katika njia ya Mungu Baba. But the Christians of today ask sisi nituleka mutindo wakwe kuthage thuri na kuonata wewe ukinyete ukiroshi oke kana wewe muthigu ukiroshi oke no cio niguo gwati uria munene twina. Hallelujah. That is the greatest mistake we have, because most of the time we compare each other. Tukaja kurora wewe kanieteka kana wewe hana ni tahana kana cio ni kaga ni diekaga. Paul akasema oroshime. Haleluya. Hapa Mungu anatafuta ili mtu akaweza kuelewa, hapa nimekosea, wacha nimrudie Bwana haraka. Bwana asifiwe. Haleluya. Na akasema naangalia, waweza kusema ni Yeremia alikuwa akiongea. But the people who were with Jeremiah then, bado ni watu kama vile sisi leo. Ndio Yesu ndio alienda msalabani kwa ajili yetu. Lakini hakukuambia uendelee tu na kufanya madhambi zako na kufanya makosa zako ati ya kwamba yeye alienda msalabani ni grace. Military grace. Haleluya. Na kama ni grace basi angesema basi kama Yesu wewe ulikubali Yesu, hakuna utaenda hukumuni, utakuja tu umeingia straight. Kwa nini alisema kutakuwa na hukumu? Haleluya. Bwana asifiwe. And there wouldn't be any judgment. Tutaenda tunaingia tu kwa sababu grace imetufunika. May God have mercy on us. Bwana asifiwe. Hallelujah. Because anasema akasikiza. Aone kama tutajielewa, tujue ni nini tunakosea ama tumeenda makosa wapi. Naam. Nimefanya nini? Kila mtu hurudia mwendo wake mwenyewe. Kama farasi atendaye kasi aendaye kasi vitani. Bali walikuwa wanabeba mafarasi mbio. Yamua sande hapa walikuwa wanategea mmea farasi. Kwa hivyo wakipanda farasi walikuwa wanajua mbio wanaenda vita, wanaenda wanashinda. Kwa hivyo tunaonekana sisi ni kama mafarasi. Tunaendelea na ubaya wetu. Unaendelea na kuzidisha yale uko na unazidisha. Hakuna kurudi hapa kustop useme deka hati hau, deka hati hau, wadi hati hau. No. Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Watu wa Bwana. Mungu yuko hai. Mungu ameketi bado kwa kiti chake. Huyo Mungu aliyekuwa na mali ya Israeli wakati huo akitumana bado ni huyo. Ni huruma alisikilia watu wake kwa ajili ya kuwapenda. Akatuma mwana wake wa pekee. So that hakuna kushinda ukienda kufanya machinjo. Lakini huo ukirudi pale chini ya damu ya mwana kondoo anakurehemu. Bwana asifiwe. Kila usubuhi huruma zake ni mpya. Na anataka kila usubuhi turudi kwake. Tuache yale mambo tuko naye, tutembee naye. Bwana asifiwe. Tuangushe yale yasiyo yake, tutembee naye. Praise the name of the Lord. Anahitaji tuangushe hayo. Na mtu hata kuangushia. Utili ugodhira kuigani. Niwe mwene. Madami ya moshi. Ni wewe mwenyewe search your heart. Search it inside. What is there? What am I doing? What am I done? Ni nini hili nafanya? Ni haya ni mambo gani nimeingiana nayo? Then umrudie. Bwana asifiwe. Hallelujah. Because anatuambia nini? Ati alisikiliza. Akasikia lakini hakusema, walisema yasiyo sawa. Hapana mtu aliyetumia maovu yake akisema kutubu maovu yetu. Tubu maovu yako na yangu. Because hapa walikuwa wanatumaniwa na Bwana. But they didn't listen. Vile tu tunaweza sikia tunaambiwa siku ya leo. And we won't listen. Let me assure you, kuna ule atatoka pale na maneno bado. Lakini hii naongea. I am sure you pale already hata ashaanza kutayarisha maneno ili atokea kienda. But hata hao wabari ya Israeli walineneshwa hivyo siku ya leo ninanena na wewe. Bwana asifiwe. And they still went against yale Bwana alikuwa akifanya akisema. Mwishowe bado alienda
na wakaenda kuwa mateka kule walienda. Bwana asifiwe. So wana wa Bwana, jukumu ni yangu mimi na ni yako wewe. Mimi nipige goti nimwambie Bwana nisamehe. Nimenena Bwana, nimeona, nimetenda, nimetembea. Oh Lord have mercy on me. Niokoe siku ya leo, nifanye kiumbe kipya. Tutembee pamoja na wewe. Praise the name of the Lord. Namba 7 anasema nini? Tithero murwaru wĩrĩera-inĩ nĩ ũmenyaga ihinda rĩaguo rĩa gũthama, nayo ndirahũgĩ na thũngũrũrũ ona cũcũ wa njoka ikamenya ihinda rĩacio rĩa gũcoka, no andũ akwa matirũmbũyagia matuĩro ma ciira wa Jehova. Mwahota atĩa kuuga atĩ tũrĩ oogĩ na watho wa Jehova tũrĩ onaguo? No rĩrĩ, kĩandĩki kĩa maheni kĩa andĩki marũa nĩ kĩgarũrĩte gĩkaũtua wa maheni. Andũ arĩa metuaga oogĩ nĩ gũconoka maconokete, nĩ agegearu na makahenererio. Hĩ, nĩ kũrega maregete ũtaarani wa Jehova. Rĩu ũũgĩ ũrĩa makĩrĩ naguo nĩ ũrĩkũ? Simamia hapo. 7. Naam. Koikoi angani ajua nyakati zake zilizoamriwa, na huwa na mbayuwayu na kongoro huangalia wakati wa kuja kwao. Bali watu wangu hawazijui amri za Bwana. Mwasemaje, sisi tuna akili na torati ya Bwana tunayo pamoja nasi, lakini tazama kalamu yenye uongo ya waandishi imefanya kuwa uongo. Bwana asifiwe. Koikoi, the stork in the heaven knows her appointed time, and the turtle and the crane and the swallow observe the time of their coming. Wanyama ambaye Bwana alimeumba, ambaye alitupatia authority juu yake, wakienda wanajua kurudi. Bwana asifiwe. Si hata mimi huona kondoo huko barabarani. Bwana asifiwe. Muona kondoo barabarani, kwa nitembea peke yao usubuhi, na sionaki wakifuatwa na mtu. Si ndio? Muona wakikimbia asubuhi. Ikifika tena jioni unawaona. Mama wamefuata. Kama tukakimbia barabara, tunavuka huko. Bwana nasikia wakija wanasimama. Tuvuke. Kondoo. Saa ya kurudi nyumbani imefika. Hawaendi na wanaenda kabisa. They know exactly where to go back to. Bwana asifiwe. Hapa nimeona hapa hii mshamba unaona imetengenezwa mabarabara sasa. Imekuwa kama city center. Huko wanavukanga hizo gari zote. Muona wakikina vuka tu. Na tunachekana tunasema on. Na hawana mwenyewe, hakuna mtu amewafuata nyuma, but they are going back exactly kwa nyumbani, kwa mwenyewe. Haleluya. Bwana asifiwe. Na wapatia na hao ambaye tumezoea kuona kila mahali. Example. Lakini kwa nini anasema koikoi angani ajua nyakati zake zilizoamriwa, na huwa na mbayuwayu na korongo huyaangalia wakati wa kuja kwao. Bwana asifiwe. They know exactly the timing. Flamingos na sianga zinafly how many miles? Siwenda mpaka almost abroad. Na inafika time tena unaona zimerudi. Na hakuna mtu anasema ni wakati wa kwenda, Binadamu wenyewe vile Bwana aliumba wafanye, they do exactly that. They know where to go. Na wananga turtles tumetoka ndani ya bahari nyingi, wanaenda huko wanaangusha mayai, na inakuanga the same time every year, si ndio? Wanatokea pale, wanawacha mayai, tena wanarudi. Siku tena tunatokea tunarudi tunaingia kwa oh my God. Na anasema wewe mwanadamu ambaye tumepewa akili nzuri, ambaye Bwana alituumba kwa mfano wake, anasema haya. Bwana asifiwe. Anauliza, bali watu wangu hawazijui amri za Bwana. Hallelujah. But my people know not the judgment of the Lord, the justice
of the Lord. Amri yake. Kama alisema ni hivi, anahitaji nikae hivi. Kama alisema nitembee hivi, anahitaji nitembee hivi. Hawa wanyama ambaye aliumba bado mpaka wa leo wanatii sauti ya umbo ile alitoa. What about us today? Bwana asifiwe. Haleluya. Mwasemaje? Sisi tuna akili. Nisoma 8 sio? Sisi tuna akili. Na torati ya Bwana tunayo pamoja nasi. Lakini tazama, kalamu yenye uongo ya waandishi imeifanya kuwa uongo. Umesoma namba 8? How do you say we are wise and the law of the Lord is with us? How? Law, certainly in vain made he it. The pen of the scribe is in vain. In vain. Bure. Kwa hivyo yale tumepewa, yale Mungu alinena, yale tumepelekewa, sisi kwetu ni bure. Hekima yetu, kujua kwetu, kuelewa kwetu ndio kwa tuongoza. Na tunajua, unajua saa ingine unaweza keti na mtu aongee mpaka saa ingine uwe nikao umepotea na umeanza kufikiria. Haya. Hivyo ndio wewe ufikiria. Hivyo ndio wewe unaona. Tutani ukitazama au utazame ile jambo ambalo huyu mtu ananena na anafikiria haimo katika amri za Mungu Baba. Lakini kile yeye alisikia, kile wameambiana, kile wamekaa wakaongea, hiyo ndio huyo mtu ameiweka nikana kwamba ni kweli, ama hiyo ndio jambo la kufuata. Bwana asifiwe. Haleluya. Na Mungu anauliza, sisikii. Watu wangu wamekataa kurudi. Wamefuata hekima yao. Wenye hekima wamefadhaika na kushikwa. Bwana asifiwe. Where are we? Oh. Bwana asifiwe. Namba 9, did you read? Wenye hekima wametahayari, wamefadhaika na kushikwa. Tazama, wamelikataa neno la Bwana, wana akili gani ndani yao? Bwana asifiwe. The wise men are ashamed and they are dismayed and taken low. They have rejected the word of the Lord, and what wisdom is in it? What wisdom is in it? Maandishi kaniambia mahali pamoja katika James Jacob, tuombe hekima. Wewe ambaye hauna hekima, neno linakuambia muombe hekima, hata kupatia kwa ukarimu. Solomon alipoambiwa ataenda kuongoza wana wa Israeli, hakika alisikia yeye is not able, na akasema, Baba, siombi jambo lingine. Hili responsibility umenipatia ni nzito, na mimi nakuomba jambo moja, nipe tu hekima. Hekima niweze kuongoza watu wako, because kuongoza watu sio rahisi. Bwana asifiwe. So akaitisha hekima, kwa sababu alijua bila hekima ataangusha ile kazi. Praise the name of the Lord. So akamuomba Mungu hekima aweze kuongoza wale watu. Wana wa Bwana, wacheni tumuombe Mungu hekima ya kutembea katika huu wokovu wake, so that hata kama tutaketi ama tutatembea tunaenda wapi, utakuwa ukitembea katika hekima ya kiroho. Na hiyo ndio hatari kubwa ambayo tuko nayo. Hatutembelei katika hekima ya kiroho, tunatembelea katika mambo ambayo tunanena, tunasikia, tunaambiana, tunapelekana, tunaongozana, nimejua, ninaelewa, na hiyo imemaliza wengi. Na as long as we tutarudi kwa Mungu kama vile ameuliza, wengi ni kuisha watakwisha. Wengi ni kuharibika, maisha yao itaharibika. Na nimewaambia mara nyingi,
huwezi uchukulia. Bwana asifiwe. Haleluya. Ukijipima ni mengi Roho amekufanyia. Ukijipima wengine hata tunaoneshwa na huyo Roho. Bwana asifiwe. Ni mengi tumebadilishiwa maisha na huyo Roho aliye msaidizi. Kwa sababu sio mtu ambaye ametenda yale Roho ametenda kwa maisha yako. Sio mtu alifanya deliverance kwako. Sio mtu aliponya maisha yako. Sio mtu aliponya mwili wako. Sio mtu alibariki. It's a helper. Huyu ambaye Yesu alisema msienende bila huyo msaidizi. Haleluya. Huyo ambaye ni msaidizi wako imefika mahali unamhuzunisha. Then urudi useme mambo kadhaa. Kumbuka huyo Roho ambaye alikuja na akatenda, akifika mahali tena akae mbali na wewe. Bwana asifiwe. I don't know kama mnaelewa jambo. Mtu akija hapa na Bwana amtendee, Roho atende, sababu sisi tu ni vitu vyake vya kazi. Birika, kikombe, sahani, amesema vingine ni vya heshima, vingine ni ordinary. Sivyo ametuambia? Hivi vitu vyake vya kazi. So sisi ni vitu vyake vya kazi. Vitu vyake vya kazi vinatumiwa, vinaenda. Then unarudi unasahau hivi vitu havitakufuata ama vije vikuchunge. Huyu ambaye amekuja ndani yako ndio sasa mnatembea na yeye. Then unamhuzunisha. Hivi vitu vitakuja wapi vianze kuja kukuchunga wewe? Shiroke raha ndio shiakaishia wewe. Ameroke. Abingo kama ushuka. Itutometo inoke ndio shuke. Haleluya. Nisiao dhiriwo na yeye kwa kabia rege shikero maundu make meru. Haleluya. Na ndio nawaambia kazi ya kutembea na Roho sio rahisi vile unafikiria. Tembea na Roho kwa hekima na ukitetemeka na kuogopa. Bwana asifiwe. Haleluya. Tembea na Roho kwa hekima. Because anasema anaangalia warudi. Na instead of kurudi amesema wameenda kama farasi. Ambazo zimeenda wapi? Haleluya. Na anangoja zirudi. Anasikiliza. Daraibwa. Hata kwa wewe baba ni dai msamaha. Ngo? Baba wewe hapa ni dai. Sasa hiyo ndio hata unainua kichwa zaidi. You know, umeelewa? Haleluya. Unajua mimi nishaelewa jambo moja. Hii njia ya Mungu vile yeye umenena katika neno ya kwamba huwa ametupatia katika kidogo sana. Ni kidogo sana huwa tumejua bado. Ni kitu kidogo. It's just a little bit. Huwa ametumwagia. Haleluya. Hebu tutamanini kitu kingine kikubwa. Mimi kwangu natamani. Na ndio nikahubiri hapa neno the other day. Baba ruru mora mera waku. Tore wale wakia bereria. Uri atwaranire na atumu. Kwani wewe utamaniki? Haleluya. Utamani kitu kama hiyo baba alitembea na kina Petro. Biblia inasema kwamba wengi waliwajui na wengi waliogopa. Why? Because of the what they saw, the signs, miracles and wonders that were performed then. Hallelujah. Great things happened in the time of Paul and Petro and everybody else. But we look at small tiny issues. Na baba anaona tukirudi tu tunaendelea na kurudi nyuma. Na anangoja. Let us go back to the Lord. Mwadhani ya mosho. Leke tushoke kurewe. Uhono kioni wake. Moyo ni wake. Hatiri moyo ni waruwe haha. Hatiri mohono kanya haha. Ni Yesu Kristo. Katika First John chapter 2 verse 2 I think. We just see what the word of God is telling us. First John chapter 2 verse 2. What is the word of God telling us? First John chapter 2 verse 2.
Hallelujah. Bwana asifiwe. You can read just verse 1 and 2. Read both of them. Verse 1 and 2 if you're there. Yeah? Read it. 1 John chapter 2 verse 1 and 2. Are you there, Peter? Twana twakwa ngumwandikira maundu maya niguo mutikehagie. Hello, nĩ mũraigua atĩ twana twao twetwoki twana twakwa tũtinerwa thuri na atumia twerwo twana twao twana twakwa ngumwandikira maundu maya niguo mutikehagie nĩgetha tũtigekage atĩa tutikehagie na mundu ehia twina mutucirĩrĩri harĩ ithe witũ na nĩwe Jesu Kristo ũrĩa mũthingu nake nĩwe ihaki rĩa mehia maitũ na to maitũ ithuiki nĩ rĩa mehia ma kĩrĩndĩ gĩa thĩ gĩothe onakĩo. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kũgwetereire tũcokeho na ihenya. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Na hakuna special. Hakuna mimi ama mimi najua sasa unaona tutirero torarara na ko newe hakuna dia wale haku wewe sorania wewe karetia eto ni wanya wa mwisho todo negwa wanya wa itwero. Hakuna nini ha? Anaenda tushoke. Tutika kuhiana taparadisho. Zinaenda. Azirudi bio vita. Amesema anangoja. Kwa hivyo siku ya leo ni siku ya kwenda mbele ya Bwana na kumpatia mioyo yetu. Yale yote tulikuwa nayo, yale yote tulikuwa tumefanya, yale yote tulikuwa tumesema, kule kote tumepanda tukishuka. Leo tumwambie Baba tumekiri dhambi. Tumerudi kwako. Baba tunataka kutembea na wewe. Kwa kuwa neno imetuambia nini katika hiyo 1 John? I'm finishing with those 2 verses. Because time ilikuwa imeenda sana. Watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Ametuandikia ili tusifanye nini? Tusitende. Si tutende, tusitende. Nakumbuka pale amesema anangoja turudi kwa. Tumeambiwa hivyo ndani ya Yeremia. Turudi kwake. Tusiwe kama farasi ambaye ameenda kabisa. Turudi kwa nani? Kwake. Watoto wangu naandika haya ili msifanye nini? Msitende dhambi. Tuendelee. Na kama mtu akitenda dhambi tunaye muombezi kwa Baba. Na kama mtu akifanya nini? Kama mtu akifanya nini? Akitenda dhambi. Na kwa sababu ameona tumeenda na tunaenda, anasema kama kunaye dhambi. Pale ametuambia, amesikia, ameona ni kwenda watu tu kama wanaenda wakiondoka. Sasa anatuambia kama tumetenda, todo wenu hakuna nini ha? Niteremenya ngore yako, niteremenya mibiri yako, niteremenya kumbaga na kushoka kwa kitikuo. Kama mtu akitenda dhambi, tumeambiwa nini? Kama mtu akitenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Tunaye muombezi kwa Baba. Naye ni nani? Yesu Kristo mwenye haki. Bwana asifiwe. So turudini kwake Baba. Muombezi yuko pale. Ameketi on the right hand side of the Father. He is the advocate. Neno inaendelea na kusema nini? Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu. Yeye ndio kipatanisho, the advocate. Isn't it? Isn't it an advocate? Naye ndio kipatanisho. Wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Sio kwa dhambi zako peke yako, bali ni kwa dhambi za ulimwengu wote. So today, children of God, wacheni turudi kwa Yesu haraka. Wacheni turudi kwake haraka. Wacheni tuwe kama huyo Paul aliyesema, mimi huokoka kila asubuhi. Wacheni tuokoke kila asubuhi. Tusikubali dhambi ziendelee na kuzidi na kupae. Because mama inapae katika maisha yetu, inapae katika bomba zetu. Tunaanza kuona vituke katika maisha yetu. Lakini tuwe helele. Tuasha yaro oma. Uwetao. Kweno watu uwetao. Na already ni omoshaiti, mutaidia ni omoshairi. Hallelujah. Anaomba turudi kwake haraka. Because kunaye ambaye yuko
yuko pale anatupatanisha na Mungu Baba. So kama kunaye makosa, kunaye dhambi, kunaye vituko, kunaye kuenenda na mambo mengi, because ni mengi, too much. It's too much. Sometimes Mungu ulivilia watu mambo zingine unasikia vibaya. There was a time Tuesday too, the Lord spoke to us in a very deep way at home. Hallelujah. In a very deep way. Unajua ni mambo mengi saa ingine utashinda ukimwanga, but some things, children of God, nikiitoreki. Whether you are worship, nikiitoreki. Hallelujah. Nikiitoreki tuthie rugendo. Whether you are worship, nikiitoreki mwathani atuweke mutoreithia, mutugiteri, mutohithi, mutoroereri. Hallelujah. Kaida roho agerera kiria gitare giake. No tuturanie nawe haha. Na wale noka kabirane tutukoragwo kanitha-ine nawe. Kejuge hakwa. Na ngoro ndire Ngai-ine. Twatiganire na Ngai tene. Tulipokuwa pande ile nyingine tulikuwa tunashikwa tunatolewa nje. Bwana akaja akatuambia, wacheni ngano na dhawani zikuwe pamoja. Na tukasema sawa, but unajua saa ingine inakuaga ngumu. Hujui vile ufanye, hujui vile useme. Na kwa sababu nyumba ni yake, na tuanane tuwake, ni ugikie. Ena ni kwaleria kana kau. Tondu ni gake. No ni atiriri. Ngoro yaku ni wewe uri hana. Shokerera Ngai nayo. Tulia maru. Mwende na gutwarana nawe. Because tunaweza keti na wewe. Hallelujah. Na sisi tuangalianage na macho. Na tunaassume all of us tunaenda safari. Na kuna mwingine hayuko safari. Then uanze kupiga kelele. Kwa nini? Wele haku. Daniele hakwa. Eshoranie tuikare siasia. Na mwadhani muthenya wa mwisho. Tadonewa muthenya wa ituiro. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Yesu yuko pale. Anakungojea wewe. Uongee na Baba. Uangalie juu. Hayo yote ulikuwa nayo akuondolee. It only takes a second. Komwela Baba msamaha. Kule sisi tulifundishwa kiroho. Tulikuwa unasema, na nishawafundisha mara nyingi. Tulikuwa mnasema msamaha ni kama wimbo. Hata kabla ombio na yote iendelee, ilikuwa kwanza msamaha. Tukija hivyo kwa matatu kwa basi uko msamaha na kamera Yesu msamaha. Pasiwe hata. Kwa sababu watu wengi walikuwa ushindisha nje. Na siku wazee walitupwa nje plus the basi. Akitolewa nje kwa sababu alikuwa anatolewa akashikabisho. Ukaujirira moko. Wewe wadurio the mwe magaite ushuba. Ndia pasta. Ole walikuwa ndio wakaniambia kama nisiende. Basi. Kawakani. Pasta wakani. Waliporudi. Kikawa roho akanena. Pasta na wale wazee wote walienda. Watokije wakamwage uchi. Yaani ujinga huko nje. So ndio pasta akaniambia. Wewe sababu kwenda. Kuja. Njoo niwekelee mikono. Maite ushuhuda wake. Akakataa. Wakaanza kufutana. Yaani kuja kutuambia vile wamefutana naye huko nje. Tiramu huko yeye. Ndio tulipigisha magoti nje kama mabusu. Hallelujah. Amen. Wele haku. Daniele hakwa. Eshoranie tuikare siasia. Na mwadhani muthenya wa mwisho. Tadonewa muthenya wa ituiro. Kuo tiga guthimosha. Acha aliyoka kanitha. Nike kiratona. Kai korathi yake. Rora haku. Nani ha? Rora haku nani ha? Kwaje ngwita maria matari mangai. Angusha hiyo sio ya Mungu, ondokea hiyo sio ya Mungu, tembea na Mungu kutoka siku ya leo, naye aendelee na kukutendea kwa sababu yeye kile anahitaji ni moyo wako. Amesema tu wanato wako, watoto wa anakutazamia wewe umrudi.
ikuje haraka siku ya leo. Wachana na huyo mwingine. Niliwaambia mara nyingi, ukiona mtu anakuletea mwambie wewe, peleka hiyo yako nataka kusikia kutoka kwa Mungu. Na wakati utataka kusikia kwa Mungu, hata mambo mingi ambayo unaambiwa, hakika Mungu atakuja kufundisha haya. Kumbe hata sio hivyo. Haleluya. Toke inaoge, ni haoge. Bwana asifiwe. Bwana na wabariki na watendee mema kwa sababu ya masaa. May God bless you so much.